Vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Iran vimesababisha hasara kubwa kwa Marekani. Marekani imetumia fedha nyingi kwa ajili ya kuratibu vita hivi vinavyoendelea, lakini pia hali ya uchumi wa nchi hiyo inazidi kuzorota kila kukicha. Pentagon inadaiwa kwamba ina upungufu wa fedha hasa kutokana na vita dhidi ya Iran. Ripoti kutoka Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, inakabiliwa na uhaba wa fedha wa dharura unaochangiwa zaidi na vita dhidi ya Iran, huku akaunti muhimu za kijeshi zikitarajiwa kukauka ndani ya wiki kadhaa, huku Rais Donald Trump wa Marekani akipanua mzozo huo. Gazeti la Washington Post limeripoti likiwanukuu maafisa wa Marekani. Taarifa hizo zinadai kwamba hali ya matumizi ya fedha imekuwa ni kubwa mno, na ni kutokana na kusafirisha meli kubwa za kivita ikiwa ni pamoja na Abraham Accord. Marekani imetumia fedha nyingi katika kipindi cha vita, hasa kipindi cha vita vya siku 40, hasa ikiendelea na mpango wake wa kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ikumbukwe, Marekani ilipeleka meli yake kubwa ya kivita ya USS Abraham Lincoln pamoja na meli nyingine za kubeba ndege za kivita. Meli hizi zinadaiwa kwamba zimetumia fedha nyingi katika kusafirishwa kutoka maeneo hadi maeneo, lakini pia ndege za kivita za Marekani zinazotumika katika uwanja huo wa vita ikiwa ni pamoja na zile za MQ-9 Reaper, lakini pia za F-15 na F-35 pamoja na makombora mengine yametumia fedha nyingi katika namna ya kupambana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini mfumo wake wa kudungulia makombora wa Patriot pamoja na mifumo mingine ya THAAD na mifumo mingine ya ulinzi wa anga imeathiriwa vibaya na ni miongoni mwa zana zilizotumia fedha nyingi. Shida ya bajeti tayari imewalazimu wanajeshi kupunguza nyuma mafunzo na matengenezo ambayo yanaunga mkono utayari. Ripoti imeeleza kuporomoka kwa makubaliano kusitisha mapigano na Iran kunatarajiwa kuongeza gharama kubwa zaidi baada ya wanajeshi 4 wa Marekani kuuawa wakati wa mapigano mapya, na hivyo kuibua matarajio ya mzozo mkubwa zaidi. Ikulu ya White House imeomba dola bilioni 67 kwa ufadhili wa dharura, lakini Congress bado haijaidhinisha. Huko bunge likipanga kuanza mapumziko ya mwezi mzima, ufadhili wa ziada wa kijeshi hauwezekani katika muda mfupi ujao. Kila mtu anahitaji kuangalia hali hii ya kuondokana na kuridhika walionayo. Pat Harrigan, mwanachama wa Republican katika kamati ya huduma za silaha ya House, alisema katika mahojiano. Hata hivyo, rais wa Marekani Bwana Donald Trump, moja kati ya michakato ambayo anaendelea nayo ni kuhakikisha jeshi linakuwa na fedha ya kutosha kwa ajili ya mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuhakikisha inashinda kwa namna yoyote ile. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue nini kinachojiri katika ulimwengu.